Katika miradi hii ya Januari hadi Machi mwaka 2026, miradi 91 kati ya miradi 177 ni miradi ya uzalishaji wa viwandani, takriban 51%. Kwa Tanzania inaendelea kuwa nchi kinara, kimbilio katika nchi za Afrika Mashariki na Kati kuwa kinara wa viwanda. Miradi 17 sawa na 10% iko kwenye utalii, miradi 17 sawa na 10% iko kwenye majengo ya kibiashara, lakini miradi 6 kwenye miundombinu ya kiuchumi, miradi ya kilimo 15 sawa na 8%, miradi ya uchukuzi 18 sawa na 10%. Na tunayo miradi pia kwenye sekta mbalimbali ikiwemo sekta za huduma, sekta za elimu, sekta ya nishati, uchimbani wa madini pamoja na huduma za fedha. Na katika kipindi hiki ajira zinazotarajiwa kuzalishwa zaidi ya 19,750 ni ongezeko pia ukilinganisha na kipindi hicho mwaka uliopita. Nchi 10 ambazo zinaongoza kwa mitaji katika kota hii, ya kwanza China, ya pili Umoja wa Falme za Kiarabu, ya tatu nchi ya Mauritius, 4 India, 5 Afrika Kusini, 6 Uingereza, 7 visiwa vya Caribbean, 8 Kenya, 9 Oman, 10 Marekani. Na ningependa ifahamike kwamba kwa sababu ya upana wa fursa zilizoko Tanzania, tunapokea wawekezaji na wabia na wadau tunaoshirikiana nao kutoka pande zote za dunia, kutoka mashariki hadi magharibi, kutoka kaskazini hadi kusini. Lakini pia mikoa iliyoongoza katika kuvutia uwekezaji kati ya mwezi Januari hadi Machi 2026, wa kwanza ni mkoa wa Dar es Salaam ambao umepokea 34% ya miradi ya uwekezaji, mkoa wa Pwani 19%, mkoa wa Mtwara miradi 5, mkoa wa Arusha miradi 13 sana 7%, na mkoa wa Mara ukiwa namba 5. Na ningependa pia kutumia nafasi hii kusema miradi ya uwekezaji ipo katika mikoa yote. Hakuna mkoa hata mmoja ambao umekosa fursa ya kupata miradi ya uwekezaji, ila hiyo ndiyo mikoa 5 iliyoongezeka. Kwa hiyo mitaji kama nilivyosema hapo mwanzoni, takriban dola bilioni 1.2, ajira zaidi ya 19,750, jumla ya miradi 177. Lakini kinachofurahisha kuliko vyote, na hili ndio jambo ambalo Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan alituambia pia, mamlaka ya uwekezaji kuwa kituo cha pamoja cha kuwezesha uwekezaji si tu kwa wageni, pia kwa Watanzania. Tumeendelea na mafanikio kutoka 51% ya miradi ambayo inamilikiwa na Watanzania na Watanzania wenye ubia kwa kushirikiana na wageni hadi kufikia 57%. Na lengo letu ndio lilikuwa hapa kuhakikisha kwamba uwekezaji hauwahusu wageni peke yake, lakini ni unakuwa uwekezaji ambao unawanufaisha na kuwaboreshea maisha wa Tanzania. Kwa hiyo kama nilivyosema hapo awali kwamba Mheshimiwa Rais kwetu sisi ni hazina ya kuwasaidia Watanzania kupata ajira, hazina ya kuwasaidia Watanzania kubadilisha maisha yao na kuboresha uchumi pamoja na maisha ya Mtanzania mmoja mmoja, na hizi ndizo takwimu zinazoashiria mabadiliko hayo. Nitoe rai pia kwa Watanzania wanaotusikiliza kuendelea kusajili miradi yao kupitia mamlaka ya uwekezaji ili waweze kunufaika na usaidizi ambao unatolewa kupitia sheria mbalimbali ikiwemo sheria ya TISEZA pamoja na sheria za kodi. Na lengo la Mheshimiwa Rais na lengo la mamlaka yetu kwa Watanzania ni kwamba waweze kupata wepesi katika kujitafutia riziki na kujitafutia